Padre Samuel Mchunguzi, Mheshimiwa Monsignor Pius Rutechwa, waheshimiwa mapadre mliohudhuria siku ya leo, wapendwa watawa, wapendwa waamini wote wana diaspora, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwanza nachukua nafasi hii kuwapa heri ya Krismasi. Hongera sana kwa sikukuu sherehe ya Noeli hii ambayo tumeimaliza. Hili niwakaribishe hapa nyumbani katika kanisa kuu. Kwa kupitia kanisa hili kuu sote tumebatizwa kwa nyakati mbalimbali, tumepokea imani, na sasa kwa nyakati mbalimbali tumetumwa kwenda kutangaza habari njema sehemu mbalimbali mnapoishi. Na sasa kama nilivyosema, mmerudi nyumbani kwa ajili ya sherehe za Krismasi, na sasa tupo pamoja hapa kukutana kama wana Bukoba, wale ambao umetokea hapa. Siku ya leo kama tulivyosema, tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yohane mtume na mwinjili. Mtakatifu Yohane alizaliwa Betsaida mkoani Galilaya, Israeli. Baba yake alikuwa Zebedayo na mama yake Salome. Alikuwa ndugu wa Mtakatifu Yakobo mkuu, maana kulikuwepo Yakobo wawili, kulikuwepo Yakobo mdogo na Yakobo mkubwa. Huyu Yohane akiwa pamoja na mtume Petro na Yakobo walishuhudia mambo makubwa yaliyotokea maishani mwa Bwana wetu Yesu Kristo. La kwanza waliloshuhudia ilikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo alipogeuka sura mlimani Tabor. Na la pili, walishuhudia Bwana wetu Yesu Kristo akisali bustanini Getsemani, na hapo Yakobo walikuwepo. Pia Yakobo alishuhudia Bwana alipomponya mama mkwe wa Petro, na huyu pia alishuhudia Bwana wetu Yesu Kristo alipomfufua binti wa Yairo. Huyu Yohane alikuwepo na mtume Petro na Yakobo. Huyu mtume Yohana anajulikana kama mwanafunzi ambaye alimpenda Yesu, na hii inadhihirishwa wakati wa karamu ya mwisho. Alikuwa ameketi karibu na Yesu, na wakati wa kifo cha Yesu ni yeye tu kati ya mitume wote aliyesimama karibu na msalaba pamoja na Bikira Maria na mama wa Klopa na Magdalena. Baada ya Yesu kufa msalabani, Yohane alimchukua Bikira Maria akakaa naye nyumbani kwake. Kama tunavyosimuliwa katika Injili, alipopata habari huyu Yakobo juu ya huyu Yohane, alipopata habari ya ufufuko wa Bwana, alikimbia akafika kaburini akiwa wa kwanza, na yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuingia kaburini na baadaye kuamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka.
Yohane aliishi akawa mzee sana. Wakati wa utawala wa Kaisari Domisiani alihamishwa kwa nguvu hadi kisiwa cha Patmos, na hapo ndipo walipoandika kitabu cha Ufunuo. Maana tunasikia katika kitabu hicho cha Ufunuo Patmos inatajwa sana, na alidhulumiwa sana, lakini ni kati ya mitume ambao yeye hakuwahi kuteswa, pamoja na kwamba alipata madhulumu mbalimbali, lakini hakuteswa. Na tunapata ushuhuda kwamba ndiye aliyeandika barua 3 ambazo zinaitwa barua za Yohane, yaani ya kwanza, ya pili na ya 3. Kadiri ya mapokeo, Yohane ni mtangazaji wa uhai mpya wa neema ambao umeletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kazi ya Yohane kama alivyoandika katika barua ya kwanza, Yohane sura ya 1 hadi ya 3, kazi yake kuu ilikuwa ni kushuhudia na kukitangaza kila alichokiona na kusikia yeye mwenyewe muda wote alipokuwa anashirikiana na Bwana wetu Yesu Kristo. Aliandika yale yote ili watu wapate kushirikiana na mitume katika umoja waliokuwa nao, na baada ya kazi ya utangazaji habari njema, alisemekana huyu aliyatekeleza yote kwa furaha na kuyakamilisha yote kwa furaha, na baadaye Mwenyezi Mungu akamuita huko mbinguni. Wapendwa katika Kristo, tumesikia Yohane anatoa ushuhuda ya yale aliyoyaona na kuyasikia, nasi tunaalikwa na tumuombe Mungu atusaidie kuyatangaza yale ambayo tunayasikia, na tuwe tayari kuyashuhudia katika nyakati zetu ambazo sio rahisi. Kuna changamoto nyingi, na hasa sote tunashuhudia changamoto hizo tunazokumbana nazo. Zaidi ni kukosa kusimamia ukweli na haki. Hayo ninawaalika ndugu zangu, nyewe wana diaspora, sehemu yoyote mlipo, tujitahidi kutumia akili tulizo nazo, tujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu atusaidie, maana mambo mengine Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia mitume wake kwamba mashetani hayawezi yakaondoka pasipokuwa na sala na kufunga. Wengine labda kusimamia ukweli na haki tunashindwa kwa sababu ya mazingira tunapoishi, na wengine tunaogopa labda tunaweza tukafukuzwa, baadaye tukakosa kitumbua chetu au mkate wetu wa kila siku. Ili kuweza kuyasimamia hayo, tunahitaji kusali talio kilemanshara. Enshara nikyo kiso ekilikiyangu. Wapendwa, pamoja na kuwaasa hilo, ninapenda kuchukua nafasi hii kushukuru utume wenu ambao mnaufanya sehemu zenu mlipo, na hasa mnavyojitahidi kusaidia kanisa kwenye majimbo mnapoishi. Ninapenda nishukuru tena
nitumie maneno tunayoyakuta katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto kuwa apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadiri alivyoamua, kwa moyo wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu mpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Maana huduma hii takatifu mnayoifanya si kwamba itasaidia mahitaji ya watu wa Mungu tu, bali itasababisha watu wengi wamshukuru Mwenyezi Mungu. Hayo kama tulivyokwisha sema tunayasoma kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo sura ya 9 aya ya 6 mpaka ya 12. Wapendwa, ninawashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuja siku ya leo tukutane kama ndugu, tukutane kama wana wa sehemu moja ambao wamepokea imani lakini wanaishi sehemu mbalimbali. Tuangalie jinsi tunavyoweza kaenda mbele. Sisi katika umoja wa mapadre huwa tunasema kwamba birds of the same feathers flies together, yaani watu ambao wana makuzi mamoja, watu ambao ni wamoja. Sasa kwa upande wa mapadre nasema wanaruka kwa pamoja. Mimi ningependa kuleta umoja huo kwamba hata sisi Wakristo wa jimbo letu la Bukoba inabidi turuke kwa pamoja, twende kwa pamoja, tuangalie ni yapi ambayo hatuna, ni yapi ambayo tunaweza tukashirikishana, halafu tukaweza kuruka vizuri na tukawa na ufanisi mzuri. Ninapokutana, hata niliwaambia wana diaspora mwaka jana na baadhi ya maaskofu wa sehemu mbalimbali, wanasema au wa majimbo mbalimbali, nasema wewe Bukoba huko tunategemea kwamba kila kitu kitakuwa vizuri sana na mtakuwa mmepiga hatua kubwa, kwa sababu tukiangalia viongozi wa halmashauri ya walei, kwa mfano huko Morogoro, huko Arusha, sijui na sehemu nyingine, nadhani na Shinyanga, nadhani na Kigoma, wote wanatoka jimbo letu la Bukoba. Kwa hiyo ndio maana nimerudia kusoma injili hii kwamba tutawaambia kama Bwana Yesu alivyomwambia, tumesikia yale uliyoyafanya huko sehemu nyingine, sasa na nyie karibuni tuyafanye huko katika jimbo letu. Hata akili, sio lazima mchango wako uwe ni kitu, lakini akili, mipango. Tunashukuru wengi wamekuwa wakitupatia mawazo, na sasa tunawaomba katika mkutano huu tuimarishane, tupeane njia, tuangane shamba ezogenda omaisha. Tuliomba kwamba warau kila parokia
kukawepo na mwakilishi, lakini naona ni kama mapadri wengine wamesahau. Lakini tunaomba nyinyi mapadri muwe mabalozi wetu ambao mko siku ya leo. Naona walau ukilinganisha na mwaka jana, mwaka huu tumekuja kwa wingi, kwamba tarehe 27 ni askofu na watu wanaokaa nje. Mtu asipange kitu chochote, na washukuru nyie mwaka huu hamjapanga kitu chochote. Na kama wengine wanasema huko hakuna diaspora katika parokia nzima, inawezekana yupo diaspora, ni wa diaspora ni wachache, na huenda wengine wakawa na majukumu, lakini paroko mwenyewe afike. Hilo tutalisisitiza, tutaendelea kulisisitiza. Na sasa hivi nawaomba wa paroko ambao mko, naona mko kwa wingi, muhakikishe siku ya tarehe 27 mwaka kesho, mtu asipange kitu chochote, na afike walau padre mmoja wapo paroko, kama anaumwa afike msaidizi wake, na kama msaidizi wake labda pawe na shida maalum. Kwa hiyo hilo ninalisisitiza tena, nina imani kwamba tutalifanyia kazi. Ninawashukuru ninyi nyote tena na tena kwa kufika katika misa hii, katika mkutano wetu ambao tutakuwa nao. Tuombe Mwenyezi Mungu abariki, na kwa namna ya pekee umoja wa diaspora tulikuwa sema kwamba natoa mapendekezo, na nyie mtatuambia tupatie mlinzi wake awe huyo Mtakatifu Yohane ambaye aliyoyaona na kuyashuhudia, basi awe ndiye mlinzi wa umoja wetu. Tumsifu Yesu Kristo.